tunaangaliwa dakika moja. Wafalme tunaangaliwa miaka. Uzito wa mambo tunayoenda kubeba unategemeana na uzito wa maandalizi yetu. Hauwezi tu kuwa kama kawaida ikiwa unatakiwa ubebe mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hauwezi kuwa kawaida ikiwa unatakiwa uoneshe njia kwenye bahari. Kuna uzito wa roho kwa habari ya siri za Mungu ambazo hizo wengine hawana. Uzito ambao Daudi inabidi awe nao ni uzito ambao wengine hawawezi kuelewa. Daudi anasema, nyinyi hamjui ninachokiombea. Nisikilizeni. Mtu huyu leo Bwana anampiga mikononi mwangu. Pate wa kujua weight aliyokuwa nayo David. Who told you unaweza kudefine kwa appearance zetu? Who told you? Nani alikwambia wewe unaweza kutuchambua kwa unavyotuona? Utafeli mpaka lini? Nani akakwambia unaweza kututathmini kwa unavyotuona? Sometimes ina sound like tumeuawa, tumepoteza, tumefisha, hatutakuwa kitu tena. Ina sound hivyo maana. Ina sound hivyo. Ina sound like huyu mtu ameishia kwenye shimo. Lakini hawakujua walikuwa wanatusindikiza. Walikuwa wanatusindikiza. Inabidi nionekane kwenye familia yangu nimekupa ili nipewe uhuru wa kuendelea. Ikionekana niko hai nitarudishwa nyumbani. Inabidi nyumbani wajue nimeuawa. Inabidi wapeleke basi walioniwekea damu ili ionekane nimeliwa na wanyama ili waanze kunitafuta fildi yangu ikamilike. Wakati nyumbani wanaweka msiba, Bwana anasema mwanangu nimekuandaa. Ule ukubwa ambao ningeupata nikiwa fildi kwa sababu ya vazi ambalo lisingepelekwa, Biblia inasema lazima vazi liende likiwa na damu ili nyumbani wasinitafute. Sawa. Wabarikiwe walioacha kutupigia simu. Haleluya. Wabarikiwe walioacha kutusapoti. Wabarikiwe walioacha kuwa kampani yako. Wabarikiwe walioacha kuwa upande wako. Wabarikiwe sana. Watu walikuwa wanatuandaa. Hivi ndivyo tulivyo sasa. Hivi ndivyo tulivyo sasa. Ilibidi lile vazi lipelekwe, siri za mifumo ya kiroho isionekana. Ilibidi wachinje mnyama, wapakaze lile vazi damu. Halafu baba yake aliyaseme mwanangu alikoi maniva ulije uko maniva mkisile kiki mwanangu alikuipende. Wakati mzee anajiuliza hayo maswali hayo, anasema no, mwenda kuna danda ngetandauli. Huyo ameshauawa tayari. Ameshauawa tayari. Wakati mzee anamwacha mtoto polini kuwa ameuawa, Biblia inasema dogo alikuwa anaandaliwa. Anasema ameshamaliza kila kitu. Biashara yake haitokei tena. Ndoa yake haishi tena. Mtu wa Mungu tunatoa pete kwa sababu tumenenepa. Sio kwa sababu ndoa zimetoka.